Rapper na mfanyabiashara Sean Diddy Combs maarufu P Diddy anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kingono, ikiwa ni pamoja na uraguzi wa wanawake, utumwa wa kingono na utapeli. Mashtaka haya yanahusisha matukio yaliyodaiwa kutokea tangu mwaka 1991 hadi sasa. Kwa mujibu wa wakili anayewakilisha upande wa waathiriwa, idadi ya kesi zinazoweza kumkabili rapper P Diddy ama Sean Diddy Combs zinaweza kufikia hadi kesi 300. Diddy alikamatwa mnamo Septemba 17 mwaka 2024 na alikataa mashtaka yote dhidi yake. Hata hivyo, hakimu alikataa ombi la dhamana na kumweka kizuizini akisema ana hatari ya kukimbia. Jana Mei 12 mwaka 2025, kesi ya jinai criminal case inayomhusu Sean Diddy Combs ilianza rasmi katika mahakama ya wilaya ya Manhattan pale New York. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika mchakato wa kisheria dhidi ya P Diddy ambaye anakabiliwa na mashtaka ya utapeli wa kingono, ulanguzi wa wanawake na utumwa wa kingono ambayo yanaweza kumuingiza jela kwa hadi miaka 50 ikiwa atapatikana na hatia. Hatua zilizochukuliwa jana: uchaguzi wa majaji. Jaji Harun Subramanian aliongoza mchakato wa kuchagua majaji 12 watakaosikiliza kesi hii. Mchakato huu ulianza wiki moja kabla na ulianza rasmi jana. Uwasilishaji wa hoja za mwanzo. Mwendesha mashtaka Emery Johnson alitoa hoja za awali ikielezea jinsi Diddy alivyokuwa akiongoza mtandao wa uhalifu wa kingono kwa zaidi ya miongo miwili. Alieleza matukio ya freak-offs ambapo wanawake walilazimishwa kushiriki katika sherehe za kingono zilizopangwa na Diddy na wafuasi wake. Ulinzi wa Diddy. Wakili wa utetezi Mark Agnifilo alijaribu kupinga mashtaka hayo, akidai kwamba mashtaka ni ya uongo na kwamba waathiriwa wanatafuta fidia ya fedha. Alisisitiza kuwa Diddy alikuwa akifanya mapenzi kwa hiari ya upande zote mbili, yani kwamba walikuwa na uwiano wa kuelewana. Mwendelezo wa kesi. Kesi inatarajiwa kudumu kwa takriban wiki 8. Mashahidi watakaotoa ushahidi ni pamoja na wanawake 3 waliodaiwa kuwa waathiriwa, wakiwemo mpenzi wake wa zamani na Diddy anayeitwa Casey Ventura na wanawake waliotambulika kwa majina ya Jenny na Mia. Aidha, mashahidi wengine kama vile afisa wa zamani wa polisi na mtu anayedaiwa kuwa mtu wa huduma za kingono wanatarajiwa kutoa ushahidi wao. Diddy alikamatwa mnamo Septemba 17 mwaka 2024 na amekataa mashtaka yote dhidi yake. Kwa sasa anazuiliwa katika gereza la Metropolitan huko Brooklyn, New York, akisubiri kuendelea kwa kesi hii. Ikiwa una comment yako niambie hapo chini, lakini pia sawa hapa Platform Online kwa habari zaidi. Bye bye and see you in the next one. Ciao.